Ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa wa kurithi na unatoka kwa wazazi wote wawili. Tanzania tuna takribani ya watoto 14,000 ambao tunawapata kila mwaka ambao wanakuwa na ugonjwa wa sickle cell. Takwimu hizi sio ndogo, lakini kwa takwimu hizi ambazo zinatuonyesha ongezeko na kutuweka kwenye nafasi ambayo sio nzuri sana kiulimwengu na Afrika, kuna uwezekano wa kupunguza hizi takwimu. Tumeweza kufanikiwa kushusha hizi huduma mpaka hospitali za mikoa yote. Tunapambana ifike katika hospitali za wilaya. Tumeshaanza baadhi ya wilaya, bado ni chache, lakini tunasonga mbele, na baadhi ya vituo vya afya, kwa sababu kama mnavyoona huu ugonjwa ugunduzi wake ukifanyika mapema, na tunaamini kwamba vituo vyetu vya huduma Tanzania nzima vinatoa huduma ya uzazi. Kwa hiyo pale mtoto anapozaliwa tunatamani aweze kupimwa, na akigundulika basi huduma stahiki zianze kwa wakati. Tumetamani sana ili kundi la vijana waweze kufanya uchunguzi, na wanapojua kwamba wana vinasaba sasa aweze kufikiria kufanya maamuzi sahihi anapotafuta mwenza. Na wewe ukitafutwa kama mwenza, vijana mlioko hapa ndani, mwenzio akikwambia naomba tukapime, tafadhali, ni swala muhimu sana katika ustawi wa familia yako na watoto ambao mnatarajia kuwapata. Tunaweza tukaanza sisi kama mkoa, na kwa sababu jambo hili limefanyika ndani ya mkoa huu, pia hatuna sababu ya kubaki hapa tulipo. Na ndugu zangu, haya yote yanawezekana kusogezwa kwa huduma karibu zaidi katika maeneo ambayo sasa hivi zinapatikana, kwa sababu pia kuna investment kubwa sana katika miundombinu, vifaa tiba na watumishi. Kwa sina shaka kwamba framework ya kuongeza ufahamu na uboreshaji wa huduma ipo. Tunashukuru sana kwa kutokana na uimara na upatikanaji wa vifaa mbalimbali na hata upatikanaji wa hizi dawa kwenye kliniki yetu, tumeweza kutoa huduma kubwa ya watu wenye vinasaba lakini na wenye ugonjwa wa sickle cell, na imetusaidia sasa hivi wananchi wetu hawahangaiki, hawatakiwi kwenda mpaka Muhimbili kwa ajili ya kuhudhuria kliniki na kupata huduma hizo. Tumeweza kupunguza idadi kubwa ya wagonjwa ambao wamekuwa kilazwa. Zamani ilikuwa inafika mpaka 4 kwa wiki, lakini sasa hivi imepungua kutokea labda mgonjwa mmoja kwa wiki. Mimi ni shujaa wa sickle cell. Nina miaka 38 sasa, lakini pia ni mama wa mtoto mmoja. Mtoto wangu anaenda kutimiza miaka 10 kesho. Naamini katika elimu, lakini pia wazazi kutokukata tamaa. Kuona kuwa mtoto wangu ana sickle cell, basi maisha ndio yameishia hapa, au nisimpeleke shule. Sisi wote tumeenda shule, lakini tumesoma darasa moja miaka 2. Darasa moja unasoma labda unasoma muhula mmoja tu, lakini ukija baadaye utafanya mtihani kwa sababu ulisoma na wenzio, unaelewa kinachoendelea. Kwa hiyo naomba wazazi, kikubwa tusikate tamaa kwa watoto wetu. Sickle cell kama dada alivyosema ni ugonjwa wa kurithi, na tunajua nyinyi wazazi wetu hamkujua kama mmebeba hivi vinasaba, lakini sisi sasa vijana ambao tunajua ili mtoto apate sickle cell ni lazima arithi kutoka kwa wazazi wote wawili. Kwa hiyo naomba kila mmoja awe balozi kwa mwenzie kuhakikisha haufungi ndoa ila umepima na kujua na kufanya maamuzi sahihi.